Mtazamaji wa Anwar TV, karibu tena na kipindi cha The Golden Boot, na kwa wakati huu tunakwenda kuangazia katika klabu ya wananchi Young Africans, mabingwa wa kihistoria, ambako kuna taarifa ambazo zinamhusisha mshambuliaji wao kinara raia wa Zimbabwe, Prince Mpumelelo Dube, ambaye anatakiwa na klabu ya Al Ahly Benghazi ya huko nchini Libya, ambayo imeonyesha nia ya kumuhitaji na tayari wameshaanza naye mazungumzo ya awali ili bado kuangalia uwezekano wa kupata saini ya mshambuliaji huyo kinara kunako kikosi cha wananchi Young Africans. Kujaribu kuangalia Prince Dube kwa msimu huu akiwa na Young Africans tayari ameshafunga magoli 9 kunako ligi kuu soka Tanzania bara, akiwa ndiye mshambuliaji kinara mwenye mabao mengi kwenye ligi kuu, akiwa na kikosi cha Young Africans ambaye amesaidia timu hiyo kufika katika hatua ya nusu finali kwenye mashindano ya kombe la TFF kabla ya jana kuweza kuondoka kwenye mashindano hayo na klabu ya Azam Football Club, lakini pia kuifanya timu yake kuwa ndio kinara kwenye upande wa msimamo kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Prince Dube alijiunga na Young Africans akatokea kwenye kikosi cha Azam Football Club, ambako amekuwa na msaada mkubwa kwa siku za hivi karibuni, na ndio amekuwa mshambuliaji kiongozi ambaye amekuwa anafanya kazi iliyotukuka moja kwa moja. Kujaribu kuangalia ni moja kati ya mshambuliaji ambaye ameonekana kuwa na mchango mkubwa pale ambako Young Africans wakiwa wanaendea mechi zao, licha ya kwamba timu hiyo ikiwa ina washambuliaji wengine akiwemo Maria Dep, lakini pia Aima Mengo kwa maana ya Emmanuel Mwanengo, lakini bado yeye ndo amekuwa akiaminiwa chini ya mwalimu Abdulhamid Mwalim kuwa mchezaji anayeanza kwenye kikosi cha kwanza cha mabingwa hao wa kihistoria. Nyota huyo wa zamani wa kikosi cha Black Leopards ya huko nchini kwao Zimbabwe amekuwa akiitwa pia ama akijumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Zimbabwe mara kadhaa kwenye mashindano mbalimbali ambayo timu hiyo imekuwa ikishiriki, kitu ambacho kinamfanya kuwa mchezaji ambaye anatumainiwa pia kwenye timu ya taifa ya Zimbabwe. Prince Dube kwa wakati huu ana umri wa miaka 29 na ni miongoni mwa washambuliaji ambaye kwa wakati huu anawaumiza vichwa viongozi wa Young Africans, wakiwa wanajaribu kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakambakisha mshambuliaji huyo ambaye ameonekana kufiti katika mifumo ya kocha mkuu wa timu hiyo Abdulhamid Mwalim. Kwa taarifa walizonazo ni kwamba Young Africans wamedhamiria kumuongeza mshambuliaji mwingine wa kigeni, lakini wana nia ya kuendelea kusalia na Prince Dube ambaye ameonekana kuwa ni mshambuliaji ambaye kwanza ana uzoefu na ligi, lakini pili ni mshambuliaji ambaye ameonekana kuwa ameshazoea mazingira ya Tanzania kwa ujumla, lakini pia kwenye kikosi cha Young Africans, licha ya kwamba Young Africans kuelekea msimu ujao wanahusishwa na Yves Koutiama, mshambuliaji mwingine huyo raia wa Burkina Faso akatokea kwenye kikosi cha Police Kenya ya huko nchini Kenya, ambaye alijiunga nayo kunako dirisha dogo la usajili msimu huu, ambako tayari inasemekana kwamba Young Africans wamesha fanya naye makubaliano na msimu ujao atakwenda kuwa mchezaji mpya mshambuliaji kwenye kikosi hiko cha mabingwa wa kihistoria. Na Prince Dube amekuwa na mwenendo bora akiwa na Young Africans msimu huu, msimu uliopita, msimu juzi pia alikuwa ni miongoni mwa washambuliaji ambao wanafunga zaidi ya goli 9 na kuendelea, kitu ambacho kinawafanya Young Africans waweze kurate kuwa na mshambuliaji bora ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga na kuweza kusaidia timu katika upande wa ufungaji wa mabao. Kwa hiyo Young Africans wapo katika harakati za kumbakisha Prince Dube ambaye ameingia kwenye vita vya kuaniwa na klabu ya Al Ahly Benghazi ya huko nchini Libya, miongoni mwa timu ambayo imekuwa ina mchakato kwa maana ya transformation, hasa katika upande wa kutengeneza timu shindani ambayo itakwenda kucompete kwenye ligi shindani ambayo imesheheni timu zenye wachezaji bora, zenye wachezaji ambao wana ushindani mkubwa, ikiwemo Al Nassr na vilabu vingine kina Al Ittihad, hawa ambao ni kama vile project ambayo taifa la Libya wameamua kulielekea hasa
katika upande wa kuchukua wale wachezaji ambao wamekuwa wana quality kubwa kutokea maeneo mbalimbali hasa barani Afrika, ambao wamekuwa wakiwachukua na kuwaingiza kwenye vilabu vyao mbalimbali ambavyo vinakwenda kucompete kwenye ligi hiyo ya pale nchini Libya. Kwa hiyo Prince Dube tayari yupo katika rada za timu ya Al Ahly Benghazi. Young Africans chini ya rais wao Engineer Hersi Said wapo katika mchakato wa kuhakikisha kwamba wanambakisha mshambuliaji huyo wa raia wa Zimbabwe. Na kwa taarifa ni kwamba Young Africans watamwacha Aurelien Dison Maria Depo ambaye nafasi yake itakwenda kuchukuliwa na Yves Koutiama, na Young Africans kufanya kwamba wawe wana washambuliaji watatu katika kikosi chao, kwa maana namzungumzia Prince Dube kama akifanikiwa kumbakisha, lakini pia Yves Koutiama ambaye ataingia msimu ujao, lakini na Emmanuel Mwanengo, nyota huyu ambaye alijiunga na Young Africans dirisha dogo katika kwenye kikosi cha TRA United. Kwa hiyo hizo ndizo taarifa ambazo Young Africans wako nazo katika upande wa kutaka kumbakisha Prince Dube ambaye amekuwa anapitia katika wakati wa kuhitajika na klabu nyingine ya huko nchini Libya. Naitwa Leopard John, nyuma ya kamera alikuwepo Nusrat Shaban ambaye ndiye amekuletea makala yetu ya leo ambayo inahusu Young Africans moja kwa moja. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.